sababu sisi tumeamua kusimama na upande wa ukweli, upande unaotaka haki itendeke, upande unaotaka tume huru ya uchaguzi, upande unaotaka rasilimali za nchi yetu zisitumiwe katika mazingira ambayo hayaeleweki, zisitumike kama mali za mtu binafsi, upande unaopinga rushwa, upande unaotaka watu wote wapate maji, wapate barabara, wapate umeme, vitu ambavyo ndivyo vilivyotusababisha Mwalimu akajenga taifa la aina hii, taifa la watu ambao wanasikilizana kwa lugha moja, wanaelewana, wanatokana na wananchi, watu ambao unapokuwa kiongozi uwe na miko. Leo hakuna miko ya uongozi. Watu wanaopata uongozi ni watu ambao taswira zao kwenye jamii ni watu wenye tuhuma mbaya, tuhuma za utekaji, tuhuma za wizi, tuhuma za ufisadi, tuhuma za uharibifu wa mali za umma. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, siku ya leo ni siku muhimu katika taifa letu, ni siku ambayo tunakumbuka na tujirudi na tujikumbushe kwamba taifa letu limetoka kwenye msingi na mwelekeo ambao ulijengwa na baba wa taifa kuelekea. Kwa ni wajibu wetu sasa sisi kama vijana tulirudishe taifa hili katika misingi ambao Mwalimu alitaka lielekee. Leo tunakutana na vijana wengi wanazungumza kuhusu ukosefu wa ajira. Mathalan, ukosefu wa ajira. Na viongozi wengi wa serikali wamekosa majibu kuhusu ukosefu wa ajira wa vijana wa nchi hii. Jibu rahisi tu, wanakuambia kwamba hata Marekani kuna shida ya ajira. Ukiwaambia, wanakuambia hilo tatizo hata sehemu fulani lipo. Kwa kama kuna shida ya ajira Marekani, na sisi tukae kwenye shida ya ajira hata kama hatupaswi kuwa kwenye shida ya ajira. Hayo ni majibu ya watu ambao hawana uwezo wala uelewa wa nini wafanye kwenye mamlaka. Ukiangalia 40% ya budget ya nchi hii, 40% inaishia kwenye ufisadi na rushwa. Ukiangalia ajira ambazo tunaweza kurekebisha, mathalan tunapoweza kufufua kilimo chetu, au tunapoweza kusimamia zao moja tu la pamba ambalo tunafufua jineri alizotengeneza Mwalimu, tukatengeneza nyuzi kwenye jineri zetu, jineri zetu zikapeleka hizo nyuzi kwenye viwanda vya vitambaa, tukatengeneza nguo, tuna uwezo wa kuwa na watu karibia milioni 40 na kitu wameajiriwa kwenye textile industry, kwenye ushonaji wa nguo na viwanda vya nguo, na majority yao wakiwa wanawake. Sasa unapozungumzia watu milioni 40 wanaokula kwenye chain inayotokana na textile industry, unazungumzia karibia 80% ya Watanzania. Leo tangu uhuru mpaka leo, serikali ya CCM imeajiri watu chini ya 520,000 tu. Yani ni chini ya 1% ya population ya watu tulionao, ya idadi ya watu tulionao. Uhuru mpaka leo watu walioajiriwa ni chini ya 1%. Sasa kama tumechukua miaka 60 na tuna wafanyakazi 500,000 na kitu, ili tufikishe wafanyakazi 1,000,000 tunahitaji miaka 60 mingine chini ya utaratibu kama huu. Sisi tuko milioni 60, watu walioajiriwa 500,000 hawafiki hata 1%. Ardhi yetu ipo, madini yetu yapo, kilimo tunaagiza sukari, tunaagiza ngano, tunaagiza mafuta ya kura, tunaagiza mchere kutoka Pakistani, lakini sisi tuna maji ya kuweza kulima kwenye mabwawa, kwenye mabonde, na tukazalisha mchere tukauza huko duniani. Kwa tatizo la ajira ni tatizo la kutengeneza. Ukiangalia tatizo la miundombinu, ambao leo rais anazunguka anasema anajenga SGR, tajenga SGR. Kwa hiyo ni hoja.
Hiyo reli ya kati ambayo ilijengwa na Mjerumani miaka 1900 na kitu kwa 1800 na kitu, ilikuwa ndio standard gauge railway ya kipindi kile. Kwa ukituambia reli, hata mkoloni alijenga reli ya kati, akajenga reli ya northern part of Tanzania ambayo inatoka Tanga mpaka Moshi mpaka nani. Mkoloni alijenga hata reli ya Tazara ambayo tulijenga na Wachina ni ya miaka ya nyuma kiasi hicho, na ndio ilikuwa standard gauge railway ya kipindi kile. Kwa unapokuja kuzungumzia vitu hivi, uelewe kwamba hapo unapozungumzia ni kipindi ambacho mmetuchelewesha sana kwa sababu ya mawazo yenu finyu ya kutokuelewa namna ya kusimamia rasilimali na utajiri wa nchi hii.